بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا حبيب الله، صلى الله عليك يا أمير المؤمنين ويا علي بن أبي طالب، صلى الله عليك يا مولاتي يا فاطمة الزهراء، يا سيدة نساء العالمين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. سيدي يا حسين، ليتنا كنا معك في أرض كرب وبلاء فنفوز فوزا عظيما. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العلي العظيم. سورة الصاف الآية 7. ومن أظلم، na ni nani aliyekuwa dhalimu zaidi? Mimman iftara ala Allahi alkadhib, kuliko yule ambaye amezusha juu ya Mwenyezi Mungu urongo. Wa huwa yud'a ila alislam, na hali ya kuwa yeye analinganiwa kwenye Uislamu. Wallahu la yahdi alqauma adh-dhalimin, na Mwenyezi Mungu hawaongozi watu madhalim. Aya hii ambayo inaelezea uzito wa dini ya Uislamu, aya hii ambayo inaelezea ukubwa wa mtu anayelinganiwa na kuelezwa kwamba dini ya Uislamu ndiyo sawasawa, alafu wakawa mpinzani, na anayeitwa kwenye Uislamu akapinga, akaona kwamba kuna mafunzo mengine mazuri zaidi yasiyokuwa mafunzo ya Uislamu, Mungu anatamka waziwazi, mtu huyo hawezi kuongoka hata siku moja. Wallahu la yahdi alqauma adh-dhalimin. Aya hii ambayo inazungumza uzito wa Uislamu na mafunzo ya Uislamu, naomba ituongoze kwenye kikao chetu cha leo cha 7, ambacho kikao hiki kiko chini ya kauli mbiu ya Muharram wa mwaka huu 1448 Hijria, tuliyoiita Karbala, njia ya uhuru wa kifikra. Moja katika masomo na mafunzo makubwa tunayoweza kuyasoma katika Karbala ya Imamu Husaini ni fikra, uhuru wa kifikra. Uhuru huo wa kifikra umetufanya tutengeneze unwani inayosema uhalisia wa ushia, hawiyatu tashayyu.
Lakini kwa nini kwenye kipindi kama hiki ambacho ulimwengu wa Uislamu unahitajia umoja wao, dunia ya Uislamu inahitajia umoja na mshikamano, kwa nini tuwe na unwani hii, uhalisia wa ushia? Leo wazungu wamepambana katika kuhakikisha kwamba wanakuwa kitu kimoja. Wajerumani waliokuwa na ukuta wakavunja ukuta kuonyesha umuhimu wa umoja. Lakini sio hivyo tu, Ulaya wakaungana wakatengeneza umoja wa nchi za Ulaya kuonyesha umuhimu wa umoja na umuhimu wa mshikamano. Na kwa sababu ya umoja, angalia sarafu ya Ulaya ilivyokuwa na nguvu. Lakini majimbo ya Marekani na nchi za Marekani nazo zikaungana zikatengeneza Marekani moja kubwa yenye nguvu, States of America. Kuonyesha umuhimu wa umoja. The question is, kwa nini kipindi hiki ambacho Waislamu wanahitajia umoja, kupanda katika mimbar na kuzungumzia na kuweka unwani kama hii, uhalisia wa ushia? Je, ni kipindi cha kuzungumzia ushia hivi sasa? Jawabu ni kwamba kwa kweli malengo makubwa ya kuzungumzia uhalisia wa ushia ni katika kuboresha na kutilia nguvu na kuliweka vizuri jambo la umoja wa umma wa Kiislamu. Na siku zote mashekhe zangu na nyote mliohudhuria, na bahati nzuri kwenye majlisi hii hawahudhurii wajinga, wanaohudhuria ni watu wenye maarifa makubwa na ilmu na wenye mtazamo mpana. Nyote mnatambua kwamba watu wasiojuana ni vigumu kuwa pamoja. Kwa hiyo malengo makubwa ya unwani hii ni kutilia nguvu umoja wetu wa Kiislamu na mshikamano wetu wa Kiislamu, kwa sababu wakoloni, mabeberu, mabepari, moja ya kazi kubwa walioifanya ni kuhakikisha wanatugawa. Mashia kule, masuni kule, na tukatengenezewa mazingira ambayo masuni na mashia hatuwezi kukaa meza moja. Tukatengenezewa mazingira ambayo mashia na masuni hatuwezi kukaa kiti kimoja hata siku moja. Wewe unapoambiwa Shia anatukana baba yako, utakaa naye kwenye meza moja? Wewe unapoambiwa Jalala anamtukana baba yako, Jalala anamtukana mama yako, utaweza kukaa naye meza moja? Kama hutomtoa kwenye Uislamu utasema huyu si mwenzangu. Sasa wakoloni na maadui wa Uislamu wametutengenezea zengwe hilo, mpaka wakatufikisha mahala
tukaonyeshwa mashia si Waislamu. Kwa nini si Waislamu? Kwa sababu kwanza wanamtukana Abu Bakar, wanawatukana maswahaba. Kwanza wanawatukana maswahaba, wanamtukana khalifa wa kwanza Abu Bakar, wanamtukana Ummul Mu'minina Aisha. Yuko kijana mmoja amewahi kutumwa kuja hapa Kigogo kwa mashia, akitokea Mwanza visiwani, mbali kabisa huko. Katika kitu walichokuja nacho ni kuja kuangalia, je, ni kweli kwenye vyuo vya kishia Abu Bakar na Umar na Aisha wanatukanwa? Alhamdulillah, siku moja katika darasa yangu ya mchana ya ujue ushia, kijana akawa analia. Haya, nini unalia? Sema, shekhe, tulipata habari kwamba nyinyi, nimekuja kuangalia hapa, nyinyi kazi yenu kumtukana Abu Bakar na Umar, kwa hiyo nimekaa miezi zaidi ya 5 sijaona ukitukana. Sasa angalia walivyotutengenezea mazingira hayo. Kwa hiyo hawa si Waislamu, msikae nao. Sasa ndugu zangu, nataka niwaeleze, na hili jambo ni muhimu mno kwa mustakbali wetu, kwa sababu kama kuna kipindi kinatakikana Waislamu kuwa kitu kimoja, ni kipindi hiki ambako adui wa umma huu ametangaza wazi wazi kwamba anaipiga Irani. Akimaliza kuipiga Irani, anapiga muthallathu sunni, yani anaipiga Misri ya Masuni, anaipiga Uturuki ya Masuni, anaipiga Pakistani ya Masuni. Yani haya amesema wazi wazi mwenyewe. Kwa hiyo anayetafutwa hapa sio Shia, anayetafutwa ni kila anayesema la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kwa hivyo uhalisia wa ushia, unwani hii, malengo yake makubwa ni sisi Masuni na Mashia kutuleta kuwa kitu kimoja, tukae kwenye meza moja, tuswali kwenye misikiti yetu ni mimoja, tushirikiane katika yale mambo yote ambayo ndiyo mambo wanayoshirikiana Waislamu. Sasa msikilize imamu wa Mashia, al-Imam Abu Jaafar Muhammad ibn Ali al-Baqir salawatullahi wa salamuhu alayhi. Al-Imam al-Baqir, kwa hadithi aliyoipokea thiqatul Islam wal Muslimin Ash-Shaykh al-Kulaini rahmatullahi ta'ala alayhi, kwenye Usulul Kafi juzuu ya 2 ukurasa wa 20, hadithi iliyokuwa sahihi. Ili mtu awe Muislamu awe na vigezo gani? Anasema, wal islamu ma dhahara min qawlin au fi'lin wa huwa alladhi alayhi jama'atun minan nas min alfiraqi kulliha wa bihi huqinatid dima wa alayhi jaratil mawarith wajara nikah wajaza nikah wajtama'u ala as-salah waz-zakah was-sawm wal-hajj fakharaju bidhalika anil kufr. Wazaramu haitaki salawatu hii.
Hii ni hadithi ya al-Imamu al-Baqir alayhi salam, imamu wa Mashia. Anaelekeza vigezo na nguzo na misingi ya mtu kuwa Muislamu. Anasema Uislamu ni tendo la kupiga shahada, ni tendo la kutamka ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ma dhahara min alqawl walfi'l. Na Uislamu ndio huu tuliokuwa nao, na Uislamu ndio huu uliopo min alfiraqi kulliha. Naomba nirudie tena hapa, kwa sababu wako wazaramu wanaosema Mashia wanawakufurisha Waislamu wengine. Al-Imamu al-Baqir anasema Uislamu, hawa watu unaowaona hawa wote ni Waislamu, min alfiraqi kulliha. Kitendo tu cha kutamka shahada mbili. Na kwa sababu ya Uislamu huu tuliokuwa nao, ahlu sunna, sijui wafuasi Imam Shafi, sijui wana tariqatul Qadiriyya, tariqatul Naqshbandiyya, tariqatul Tijaniyya, tariqatul Raziqiyya, tariqatul Uwaisiyya, hawa wote min alfiraqi kulliha wa bihi huqinatid dima. Na kwa kitendo cha kudhihirisha cha kutamka shahada mbili, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, damu ya mtu anayetamka maneno hayo ni haram. Tamdhamusikira bado haya. Na kwa kutamka shahada mbili, jaratil mawarith, watu wanarithiana. Shia na Suni wanarithiana, hawana tatizo. Ibadhi na Shia wanarithiana, hawana tatizo. Answaru Sunna na Shia wanarithiana, hawana tatizo, kwa sababu wote wanatamka shahada mbili. Na ndiyo maana Mashia wanapokwenda hija wanaswali nyuma ya imamu wa Kisalafi. Wanatwarika wakienda Maka na Madina wanaswali nyuma ya shekhe wa Kisalafi. Waislamu wote wakienda Maka wanaswali nyuma mawahabi. Wakija huku hawaelewani, wana ugomvi. Fama lakum kaifa tahkumun, kule mnaelewana, mkija huku hamuelewani. Ala kulli hal, wajaza nikah, kwa tendo la kutamka shahada mbili ndoa imekuwa ni halali. Na wamekubaliana Waislamu, wamekutana kwenye swala na zaka na swaumu na hija, fakharaju bidhalika anil kufri, kwa tendo hilo wakatoka kwenye ukafiri. Mashia wana shahada mbili, Mashia wanaswali swala tano, Mashia wanatoa zaka, Mashia wana hiji. Tena virozo na maajabu hapo kwenye hija. Kwenye miaka ya 2000, miaka ya 2009, 2010, 2011, kipindi hicho ilikuwa ukienda hija, maujaji wanaonekana kwa wingi walikuwa ni Mashia. Mahujaji waliokuwa wanaonekana kwa wingi walikuwa ni Mashia. Na Mwenyezi Mungu ambakishe mufti wetu na shekhe wetu mkuu, Sheikh Abu Bakar bin Zubair bin Ali wa Mbwana, anatueleza moja safari yake alipokwenda Saudia. Aliitwa
ni mmoja katika viongozi, akaambiwa mbona nyinyi mko karibu na mashia kule Tanzania, mbona mnawasiliana na mashia, mnakaa na mashia? Sasa Sheikh Abu Bakar bin Zubair bin Ali wa Mbwana ni mwana wa chuoni mkubwa na ni mtu mwenye hikma na busara, akamjibu akamwambia, sisi tunawakalidi nyinyi, tunawafuateni nyinyi, maana nyinyi ndio mnawakaribisha mashia, mnawaleta hapa wanafanya hija. Sasa sisi tutawatenga vipi? Jamani, nahitaji salawatu kwa huyu shekhe. Ahsantum shekhe. Kwa hivyo huyu ni al-Imamu al-Baqir, na huu ndio msimamo wa Waislamu, kwamba anayetamka shahada mbili akafanya zile nguzo, aliyetamka shahada mbili, tendo hilo tayari limemfanya kuwa Muislamu. Mwisho nimalize na hadithi aliyoitaja al-Imamu al-Bukhari kwenye kitabu cha Sahihu al-Bukhari juzuu ya kwanza ukurasa 109, mlango fadlu istiqbali al-qibla. Al-Imamu al-Bukhari amepokea hadithi kutoka kwa Anas, anasema qala Rasulullah umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha, bado sijasikia sauti. Umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha fa idha qaluha. Maneno haya, nimeamrishwa nipambane na watu mpaka waseme la ilaha illa Allah. Wakishasema hivyo, waswallu salatana, na wakaswali swala tano kama zinazoswaliwa na mashia. Na mashia wana swala tano tu: adhuhuri raka 4, alasiri raka 4, isha raka 4, magharibi raka 3, alfajiri raka 2. Na wakaswali swala yetu, wastaqbalu qiblatana, na wakaelekea qibla cha Waislamu. Na nimesema alhamdulillah, mashia pamoja na kumpenda kwao Husaini, pamoja na kupenda kwao Karbala, lakini muda wa swala wanaelekea Makka kule kule kwa mfalme Muhammad bin Salman, kule kule wanaelekea Makka. Wadhabahu dhabihatana harumat alaina dimauhum wa amwaluhum. Wakashafanya hivyo watu hao, wakashasema la ilaha illa Allah, wakashaswali swala tano, wakashaelekea qibla, damu zao na mali zao ni haramu. La ilaha illa Allahu hisni, la ilaha illa Allahu ni ngome yangu. Waman dakhala hisni amina min adhabi, na yoyote mwenye kuingia kwenye ngome yangu ya la ilaha illa Allah, huyo amesalimika na adhabu yangu. Kwa hivyo unwani hii ya uhalisia wa ushia ni kutaka kuondoa hili vumbi, kuondoa huu moshi ambao maadui wa Uislamu wameufinika kati ya Waislamu, wakawagawa Sunni na Shia, ambapo wote ni ndugu na ni kitu kimoja, lao ni moja. Baada ya utangulizi huo mzuri, sasa naomba tuingie kwenye maudhui yetu na kwenye nukta yetu ya leo, ambapo tuko bado kwenye kuzungumzia habari ya huu ushia. Huu ushia ulianza lini? Lakini tukathibitisha mahala pake
kwamba ushia umeanza kipindi cha mtume mwenyewe sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Na mwenyewe mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndiyo mtu wa kwanza aliyetamka neno Shia. Tukaanza kutaja dalili za kwamba ushia haujaanza jana wala haujaanza juzi, dalili za kuthibitisha kwamba ushia upo kutoka kipindi cha mtume mwenyewe. Lakini ndio hivyo Sheikh, asiyasa wama adraka masiyasa. Siasa ni kitu kibaya mno. Siasa zimeufanya ushia umekuwa mgeni, kumbe upo kutoka kipindi cha mtume mwenyewe. Kumbe kulikuweko na baadhi ya maswahaba wakiitwa Shiatu Ali. Tukasoma jana kwenye nukta yetu ya kwanza, tukaelezea habari ya ayatul wilaya. Nukta yetu ya kwanza tutazungumzia isharat haula ayatil wilaya. Nukta ya pili tutazungumzia maswadiru hadha alhadith, vitabu vya Waislamu hususan ndugu zetu ahlu sunnati wal jamaa, vitabu vilivyotaja kwamba ayatul wilaya suratul Maida haya 55 imemshukia al-Imamu Ali. Nukta ya tatu tutazungumzia maana halisia ya neno wali, innama waliyukumullah. Nukta ya nne ni maimamu walivyoitumia aya hii kuthibitishia kwamba wao ni viongozi baada ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na nukta ya tano na ya mwisho tutapitia juu tukio la Ghadir Khum. Tutapitia juu katika kuthibitisha kwamba ushia haukuanza jana ndugu zangu, bali upo kutoka kipindi cha hiyo karne inayoitwa khairul qurun, hiyo karne bora. Sasa tuanze na nukta yetu ya kwanza. Alipotoa sadaka, alipotoa pete kumsaidia ombaomba akiwa ndani ya swala, akiwa ndani ya swala, Abu Dharri anasema niliswali pamoja na mtume, akaingia mtu msikitini kuomba, hakupewa na mtu yoyote. Kwenye kidole cha Ali cha mwisho kulikuwa na pete, na yeye amerukui, pete ile akaitoa, akamwishiria yule ombaomba, akaja akaitoa akaichukua. Sasa naomba kwanza tuishilie kwenye nukta hii, tuipitie vizuri. Hadithi inasema mtume alipoona tukio lile akamwambia Mungu, Allahumma inna akhi Musa, ewe Mola wangu wa haki, hakika ndugu yangu Musa alikuomba akasema, rabbi shrah li sadri, mpaka wa ashrikuhu fi amri, faanzala qur'anan natiqa, Mungu akateremsha Qur'ani inayosema sanashuddu adudaka bi akhik wa naj'alu lakuma sultana, tunakupa nguvu, tutakupa nguvu kwa ndugu yako, yani Harun,
na tutawapeni muwe na ushindi na hoja. Hayo ni maneno ya Sayyiduna Muhammad. Mtume akanyanyua mikono, anamuomba Mungu, Allahumma wa ana Muhammadun nabiyuk, ewe Mola wangu wa haki, na mimi ni Muhammadi mtume wako na kipenzi chako. Fashrah li sadri, nikunjue kifua changu na nifanyie wepesi jambo langu. Waj'al li waziran min ahli, na unipe mimi msaidizi katika watu wangu. Aliyan ushdud bihi dhahari, nipe nguvu niweze kufanya kazi zangu vizuri kwa kunipa msaidizi Ali. Haya, naomba utulie. Abu Dharri anasema fawallah, na apa kwa Mwenyezi Mungu, ma atamma Rasulullah, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hakutimiza dua yake hiyo hatta nazala Jibrilu, mpaka akashuka Jibril akasema, ya Muhammad iqra innama waliyukumullahu, hakika hapana vingine, mtawala wenu ni Mwenyezi Mungu na mtume wake, walladhina amanu, na wale walioamini, ambapo makusudiwa ni Ali, ambao wanasimamisha swala na wanatoa zaka hali ya kuwa ni wenye kurukui. Muhammad wa ali Muhammad salawat. Mambo mawili. Jambo la kwanza, Mtume kutaka mtu wa kumsaidia, ishara muhimu. Kwa hivyo Mtume kutoka mwanzo alitafuta mtu wa kumsaidia mapema tu. Mtume akaondoka duniani, tayari mtu wa kumsaidia amekusha msema. Jambo la kwanza. Lakini la pili ni dua ya Mtume kukubaliwa. Dua ya Mtume si kama dua ya mtu wa kawaida, shekhi. Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, nje ya Madina kulizuka ugonjwa kama vile kipindupindu nje ya mji wa Madina. Watu wa mtaa ule wakamfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwamba ya Rasulullah, tunakufa na haya maradhi ya kipindupindu. Mtume sallallahu akawaambia, nyinyi mnauawa na nini? Ardhi yenu nimemuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala iwe ni dawa na ni shifa. Wakenda watu wa Madina, nje ya Madina kidogo, wakenda, kila aliyechukua mchanga wa ardhi akala kidogo, alipona na maradhi yakasambaratika na yakaondoka katika mji mtaule wa Madina. Mpaka juzi 2000 na ilikuwa mahujaji wanaojitambua kutoka baadhi ya nchi walikuwa wanakwenda kwenye ardhi ile, wanachukua udongo wa pale, na mtu mwenye maradhi ya kila kidogo tu maradhi yanamuondoka. Mpaka juzi dua ya nani? Ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hivyo dua ya Mtume ikakubaliwa, kwamba Ali ni msaidizi wake, ni mwenzake, atamsaidia katika jambo lake. Na kwa nini asiwe msaidizi wake wakati yeye mwenyewe ndiye aliyekwenda kwa Abu Talib akamwambia, nipe huyu nikakusaidie kulea. Hali ya uchumi ya Abu Talib haikuwa nzuri.
Akenda akamchukua Mtume Muhammad, akenda akamchukua Sayyidina Ali, na mwenyewe akasemaje? Akasema nimemchagua yule ambaye Mungu amenichaguza. Akenda akamlea yeye mwenyewe. Ali anasema Mtume alikuwa anakula chakula, anachukua tonge ananiingiza nalo mdomoni mwangu. Yani tonge lina ute wa Mtume Muhammad, anaingizwa nalo Ali mdomoni mwake. Kijali kinakuwa kinafunikwa shuka ya Mtume Muhammad, kinalewa kitabia. Mwenyewe anasema walaqad kuntu attabi'uhu ittibaa alfasili athra umme yarfa'u li fi kulli yawmin min akhlaqihi alaman wa ya'muruni bil iqtida'i bih walaqad kuntu ujawiruhu fi ghari hira fa arahu wa la yarahu ghairi. Anasema nilikuwa mimi na Mtume ni kama vile unavyoona mtoto ndama na mama yake, anapokanyaga ni hapo hapo. Kila siku Mtume ananilea kitabia, napanda kitabia, nabadilika. Na anasema alikuwa Mtume akienda kwenye pango la Jabali Hira kumwabudu Mungu, anasema alikuwa nakwenda naye, mimi Mtume namuona, lakini hakuna mtu mwingine hamuoni Mtume. Na yanayotokea na yaona, mpaka siku unashuka wahi, sauti kubwa akaisikia Ali. Ali anamwambia Mtume, ma hadhihi ranna, mbona kuna sauti kali na nzito? Ni sauti gani hii? Mtume akamwambia, hii ni sauti ya Ibilisi, aisa an yu'bada ala al-ard, amekata tamaa hatuabudiwa. Mtume akamwambia Ali, ya Ali, innaka tara ma ara wa tasma'u ma asma'u walakinnaka lasta binabii. Ali, kile ninachokiona mimi unakiona, na ninachokisikia unakisikia, lakini wewe si mtume. Kwa hiyo Mtume alimuandaa Ali mapema. Ishara ya mwisho, kwa nini makusudiwa ya Maida 55 ni Ali, lakini limetajwa neno la watu wengi, walladhina amanu, la watu wengi, hata kama makusudiwa ni mtu mmoja, ili Mungu awashajiishe, awatamanishe umuhimu wa kuwatumikia watu hata wakiwa ndani ya ibada kama vile swala. Maneno ya al-Imamu Zamakhshari. Haya, naomba sasa, baada ya utambulisho huo mdogo, tuende kwenye nukta yetu ya pili kwa haraka haraka. Nitataja vitabu vichache tu vya kisunna ambavyo unaweza ukalisoma tukio hili. Katika vitabu vya kisunna hivyo ni Shawahidu Tanzil ya Al-Hakim Al-Haskani Al-Hanafi, Tafsiru Tabari, Tafsiru Al-Qurtubi, Asbabu Nuzul Lilwahidi, Tafsiru Ibn Kathir, Tafsiru Nasafi, Ahkamu Al-Quran Liljassas, Jamiu Al-Usul Libn Al-Athir, Tadhkiratu Al-Khawash ya Sibtu Ibn Al-Jawzi, ya Nabiu Al-Mawadda ya Al-Qanduzi Al-Hanafi. Tuishie na vitabu hivyo kulingana na muda. Nukta yetu ya 4, nukta yetu ya 3, hapa limetumika neno wali. Ni ipi hasa tafsiri
inayoendana sambamba na hii aya ambayo tuseme ndiyo tafsiri ya kisawasawa ya neno wali, kwa sababu neno wali lina maana nyingi, lakini tunasema neno wali, innama waliyukumullah, hakika hapana vingine, wali wenu ni Mwenyezi Mungu. Maana halisi ya wali, uwepo wa neno innama ambayo ni adatu hasri, ni chombo cha kufunga. Innama, hakika hapana vingine, ambayo ni katika vyombo vya kufunga vikubwa mno. Innama limefungwa jambo la wilaya, ni makhsusi jambo la wilaya kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake na Ali ibn Abi Talib salawatullahi wasalamuhu alayhi. Na maana nyingine zozote haziendani sambamba, isiyokuwa maana ya kwamba hapa makusudiwa ya wali ni uongozi na usimamizi na mtawala. Lakini jingine, ukijaribu kuisoma aya na ukayasoma maombi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yanakuonyesha wazi wazi kwamba makusudiwa ya kushuka aya ni wilaya kwa maana ya usimamizi na kwa maana ya ukhalifa na kiongozi. Lakini nukta ya 4, nikienda haraka haraka, aimmatu ahli albayt, maimamu wa kizazi katika nyumba ya kizazi cha Mtume, wameitumia hii aya kuthibitishia utawala na uongozi. Naomba nitaje hadithi moja tu, hadithi aliyoipokea Husainu ibn Abil Ala. Anasema, nilitaja mbele za Abi Abdillahi Sadiq kuhusiana na mawasii, je, ni lazima watiiwe? Imamu akasema, naam, humu alladhina qala Allahu azza wa jal, mawasii ni lazima watiiwe, ndio wale Mungu aliyosema mtiini Mwenyezi Mungu na mtiini mtume, wa ulil amri minkum, na wale viongozi miongoni mwenu. Imamu akasema, na hao viongozi ulul amri ndio wale ambao Mungu amesema, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Hakika hapana vingine, wali wenu, kiongozi wenu ni Mwenyezi Mungu, mtume na wale walioamini wanaotoa zaka hali ya kuwa wamerukui, akimkusudia Ali ibn Abi Talib salawatullahi wasalamuhu alayhi. Nukta ya 5 na ya mwisho katika kuthibitisha kwamba ushia haujaanza jana kama madhehebu ya akina fulani akina fulani, yameanza karne ya jana. Ushia upo. Katika dalili hizo, kwa haraka haraka kulingana na muda, naomba turudi tukalitafiti tukio la Ghadir ambalo ni hija ya Mtume aliyohiji na watu wengi mno, na hija ile ikaitwa ni hijjatul wadaa, hija ya kuaga. Ikaitwa ni hijjatul kamal, hija ya kukamilika dini. Ikaitwa ni hijjatut tabligh, hija ya kufikisha ujumbe.
baadhi ya wasomi wanasema watu wasiopungua 124,000 walihudhuria hija ile. Wengine wanasema hapana, la ya'lamu adadahum illa Allah. Hija ya mwisho aliyoifanya Mtume, idadi ya waliohudhuria hakuna anayejua isipokuwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume, watu wanaanza kutawanyika, yakatoka maelekezo kutoka kwa Mungu. Maida 69 inamwamrisha, inamwambia ewe Mtume, fikisha kile ambacho kimeteremshwa kwako kutoka kwa Bwana wako, na kama hukufanya basi hujafikisha ujumbe wake, na Mungu anakulinda na watu. Mtume akawakusanya watu mahala panapoitwa Khum. Walipokusanyika akasimama akatoa hutuba ndefu, na kwenye hutuba ile akamsimamisha Ali, akakamata mkono wake, hata ru'iya abatihima, mpaka weupe wa makwapa yao ukaonekana, hata ru'iya bayadu abatihima. Mtume akamsimika rasmi Ali, man kuntu maulahu fahadha aliyun maulahu, yule ambaye mimi ndiyo nilikuwa nasimamia mambo yake, ndiyo kiongozi, basi baada yangu mimi Ali ndiyo kiongozi wake. Yakashuka maneno ya Mungu, alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, siku hii ya leo nimewakamilishieni dini yenu, wa atmamtu alaikum ni'mati, na nimezitimiza neema zangu zilizokuwa kwenu. Mtume akapiga takbira akasema Allahu akbar, Mungu ni mkubwa, ala ikmali din, kwa kutimia, kwa kukamilika dini, wa itmami ni'ma, na kutimia neema ya Uislam, biwilayati Ali ibn Abi Talib salawatullahi wasalamuhu alayhi. Mwisho nataka niseme ya kwamba malengo makubwa ya kuyasema haya, malengo makubwa ni umoja wetu kama Waislamu kuboreka. Na umoja utaboreka vipi? Umoja utaboreka kwa sababu ya sisi kuweza kujuana. Na haya tuliyoyasema, ndugu zangu, haya yaliyoandikwa kwenye vitabu vya Waislamu, lau si hili tukio la Karbala tusingeyatambua haya yote. Lau si tukio la Karbala, lau si Hussein kukubali kutoka kwenda akauawa kule na watoto wake na kizazi chake, haya tusingekuwa nayo leo. Na ndiyo maana wakati ilipokuja amri ya Yazid kwamba ikimtaka msimamizi na gavana wa Madina amlazimishe Hussein atoe bai'a, akubaliane na utawala wa Yazid, wa illa fadrib unuqa, Hussein asipokubali kutoa bai'a mkate shingo, mkate shingo. Hussein kwenye kile kikao akamwambia Yazid, akamwambia Walid ibn Uqba ibn Utba ibn Abi Sufyan ambaye ndio alikuwa gavana wa Madina, akamwambia, akaruka Hussein akamwambia, unataka nimpe bai'a Yazid? Nahnu ahlu baitu nubuwa baba wewe, sisi ni masharifu
Sisi ni watu wa kizazi cha mtume. Sisi ndio mitume wanatokea nyumbani kwetu. Malaika asubuhi na mchana wanakuja nyumbani kwetu. Alafu mimi ni mkubali Yazidi kuwa kiongozi wa Yazid? Rajulun fasiq, ni mtu fasiq, mlevi, sharibun lilkhamr, muwaji, qatilu nafsi almuhtarama, wa mithli la yubayi'u mithla. Mtu kama mimi siwezi kukubaliana na utawala wa Yazid. Hata siku moja. Sasa baba, nenda kwenye historia. Wako watu waliomtelekeza Hussein, wakasema sisi tukiwa na Hussein tutawagawa Waislamu, Yazidi tubaki naye. Akaja mmoja katika watu wa Yazidi, watawala wake, akaenda akamwambia, na nimekuja, wewe ndio amirul mu'minin. Mtu wa Yazidi huyo, wewe ndio amirul mu'minin, nimekuja kuchukua bai'a kwako. Akamnyoshea mguu, akamwambia, kamata mguu uchukue bai'a, mkono wangu hauna wakati, hauna muda. Hussein akamwambia, mithli la yubayi'u mithla, hayhata minna dhilla. Mkono wa sharifu, mkono wa mtoto wa mtume, useme wewe ni kiongozi, mlevi, mnywa pombe, huswali swala 5, kazi yako ni kucheza na tumbili, huna habari na Mungu na mtume, mimi nikubali wewe ni kiongozi? Sio mimi. Hussein ikawa tena hana amani kuishi Madina. Madina haikaliki, akawa hayuko salama. Hussein alipotoka pale, akaenda kwenye kaburi la babu yake Mtume Muhammad. Falamma wasala ila alqabri sata'a lahu nurun min alqabr, penye kaburi la mtume ikatokea nur, mwanga mkubwa ukatokea kutoka juu, kutoka chini mpaka juu. Mtume Hussein akamsalimia babu yake, assalamu alaika ya rasul Allah, amani we juu yako ewe mtume wa Mungu. Ana al-Husayn ibn Fatima, mimi ni Husaini mtoto wa Fatima. Farhuka wa ibn farhatik, mtoto wako wa kiume na mtoto wa kiume anayetokana na binti yako. Wasibtuka laftani fi ummatik, na mimi ni mjukuu wako uliyeniacha kwa umma wako. Ya Rasul Allah, babu fashahada alaihim ya nabiy Allah, naomba ushuhudie annahum khadhaluni, kwamba wamentelekeza. Walam yahfadhuni, hawakuntendea haki. Wa hadhihi shakwaya ilaika hatta alqak, babu, haya ni malalamiko yangu mpaka nitakapokutana na wewe. Hussein siku ile yupo kwenye kaburi la babu yake Mtume, akawa kazi yake ni kurukui, kazi yake ni kusujudi mpaka asubuhi. Siku ya pili akarudi kwenye kaburi la babu yake Mtume, akaswali baadhi ya rakaa, alafu akasema, baada ya kupata rakaa kadhaa, akaliangalia kaburi la babu yake, akalisemesha akisema, Allahumma, ewe Mola wangu wa haki, inna hadha qabra nabiyika Muhammad, hakika hili ni kaburi la mtume wako Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, wa ana ibn binti nabiyik, na mimi ya Rasul Allah ni mtoto wa kiume wa binti ya mtume wako. Wa kad hadarani min al-amri ma kad alimt, na umejua
mambo yaliyonikabili, mambo yanayonikumba. Leo nalazimishwa kumbayi Yazid, kumkubali Yazidi, nikikataa nakatwa shingo. Allahumma inni uhibbu almaruf, mimi napenda kuamrisha mambo mema na kukataza maovu. Wa as'aluka ya dhal jalali wal ikram, na kuomba Mwenyezi Mungu ewe mwenye utukufu na ukarimu, bihaqi alqabri wa man fihi, kwa haki ya kaburi na huyu aliyoko ndani yake. Illa ikhtarta li ma huwa laka ridha wa lirasulika ridha, Mungu naomba unichagulie jambo ambalo Mungu analiridhia na mtume analiridhia. Wabaka, Huseni akalia, akapata usingizi. Ndani ya usingizi, faraa Rasulallah, akamuona Mtume Muhammad fi katibatin min almalaika, akiwa yuko katikati ya gurupu la malaika. An yaminihi wa shimale, kuumeni kuna malaika, kushotoni kuna malaika, na mbele zake kuna malaika. Mtume alipomuona Husaini, fadhammahu ila sadri, akamkumbatia. Wa qabbala baina ainai, akambusu, akamwambia habibi Husain, kipenzi changu Husain, kaanni araka an qaribin murammalan bidimaik, la ilaha illa Allah, kana kwamba muda si mrefu na kuona murammalan bidimaik, umetapakaa damu, madhbuhan biardhi Karbala, umechinjwa ukiwa katika ardhi ya Karbala. Baina usabatin min ummati, katikati ya kikundi cha umma wangu. Wa anta maa dhalika atshanun la tuskha, una kiu, hakuna mtu akukupa maji. Kiu kimekuzidi, hakuna cha kutatua kiu yako. Habibi Husain, kipenzi changu Husain, inna abaka wa ummaka wa akhak, hakika baba yako na mama yako na kaka yako, qadimu alayya wa hum mushtaquna ilaik, wamekuja kwako, wamenifuata. Baba yako, mama yako, ndugu yako, wote wamekuja, wanasema wamekumisi, wanahamu na wewe, wanakutaka. Husaini akalia. Wasaala jaddahu an yaakhudhahu maahu wa yudkhilahu fi qabri, akamwambia basi babu, naomba uniingize kwenye kaburi lako. Mtume akamwambia la budda an turzaqa shahada, huna budi kuruzukiwa shahada. Nenda Karbala, nenda kapigane, nenda Karbala, damu yako ikamwagwe huko, ukatwekatwe vipande, ukatwe shingo, watoto wako wauawe. Liyakuna laka ma kataba Allahu fiha min athawabi alazim, ili Mungu akupe thawabu alizokuandikia. Fa ummuka wa abuk, Hussein, mama yako na baba yako. Wa ammuka wa abik, na ami yako na baba yako. Tuhsharuna yawma alqiyamati fi zumratin wahida, mtafufuliwa nyote kundi moja. Hussein akashtuka usingizini, akawaelezea watu ndoto, wakalia. Msafara wa Husaini ukaanza kuelekea Karbala, ambako akafikia siku ya 10. Amesimama, hana hata mtu mmoja wa kumsaidia. Anaangalia kuumeni,
anaangalia kushotoni, hakuna mtu wa kumpa msaada. Hal min nasirin yansuruna, hivi yuko mtu ambaye anaweza kukisaidia kizazi cha Mtume akatusaidia? Lakini Hussein akusaidie nani? Watu wote wamekusha uwawa, wote wamechinjwa kal adahi. Wallah, bila amsi kanu ma'i wal yawma qad rahalu wa khallafuni bi ardi tafi atshana. Bila amsi kanu ma'i, jana tu walikuwa na mimi wal yawma qad rahalu, leo hawapo hata mtu mmoja. Wa khallafuni bi ardi tafi atshana, wameniacha katika ardhi ya Tafu nikiwa na kiu. Ma baluhum lam yujibuni ama sami'u, wana nini hawa niliokuwa nao? Mbona nkiwaita hawanijibu, hawasikii? Walau raauni wahidan maladhi bila amsi kanu mai wal yawma kad rahalu ni jana tu nilikuwa niko nao wote, leo hakuna hata mmoja. Walau raauni wahidan maladhi sanamu, na lau wangeliona peke yangu hivi nadhania wangenyamaza kimya. Akina Muslim bin Ausaja, nadhrun alayya la in aadu wa in raja'u, naweka nadhiri kama watarudi kama watarudi Karbala wanangu na watu wangu wazima salama salmini, la azra'anna tariqa Tafi raihana, barabara inayokwenda Tafu nitaiweka vizuri. Bila amsi kanu ma'i wal yawma kad rahalu wa khallafuni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wa sayalamu alladhina zalamu ala Muhammad ayya munqalabin yanqalibun wala aqibata lilmuttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin. Bismillahir rahmanir rahim. Amman yujibul مضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغن كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين، أغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير برحمتك ya arhamar rahimin. Naomba mikono juu, naomba mikono juu kwa sababu kikao hiki dua inakubaliwa. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij alaina jami'an wa ala kafatil muslimin. Tuondolee matatizo yote tuliyokuwa nayo, changamoto zote tulizokuwa nazo, maradhi yote tuliyokuwa nayo, wa ala kafatil muslimin.
tufungulie milango ya riziki, tupe kila kheri ya dunia na akhira, tulinde hapa duniani na akhira. Waliotoa misaada yao kusaidia majlisi hii, Mungu wape taufiki, Mungu wakubalie ibada zao. Wa ala kafati lmuminin ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij alaina jamian wa ala kafati lhadirin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin ma'a as-salawati 3 marrat ala hubbi az-Zahra bi'a'la aswatikum.